Makuta Riboyanda. Asante Bwana. Ninashukuru Bwana kwa ajili yako ninapokusalimia na kukaribisha tena mtazamaji wa Gospel Voice TV katika jina la Yesu. Nina imani Bwana amekuweka uzima na uhai kwa ajili ya kusudio lake. Na ninashukuru Bwana ya kwamba umechagua Gospel Voice TV kama TV yako ya nyumbani, na Bwana Mungu wa mbinguni akubariki na akutende mema. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Raphael. Mimi ni mchungaji wa kanisa la CFF katika mji wa Meru, mahali panaitwa Makutano Meru. Na pade hii Yesu anatawala, ametutenda wema na ametubariki. Jioni ya leo niko na ujumbe ninakuletea ambao Bwana amenipea kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na ujumbe wetu wa leo unaongea kuhusu mitego katika maisha. Nataka tuombe ndio tuweze kuingia kwa neno na tuweze kubarikiwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu ninakutukuza kwa wingi wa fadhili zako na wema wako. Uinuliwe na uhimidiwe Bwana, umwema na hata umwaminifu. Jina lako ni kuu katika maisha yetu na ufalme wako ni wa kila wakati. Tunakukaribisha na kuomba ushindi wa msalaba na nuru itokanayo na wewe, tukiomba kibali chako katika maisha haya. Naomba muongozo, naomba kibali na neema. Nena nami Bwana, na ukuu wako Bwana uonekane katika maisha yetu. Tawala na utamalaki kwa kweli mfalme, nikiomba ushindi wa msalaba, na ni kwa Yesu Bwana nimeomba na kuamini. Ni vizuri nikwambie maneno haya tunapoingia katika neno letu ambalo ni mitego katika maisha. Nikwambie adui ambaye tuko naye ni mmoja, anaitwa Shetani. Adui ambaye tuko naye katika haya maisha ni mmoja na anaitwa adui Shetani. Lakini ukweli ni ya kwamba miaka 2000 iliyopita aliweza kushindwa wakati Yesu alikufa msalabani, na akachukua mamlaka yote ambayo Shetani alikuwa amechukua. Na kwa hivyo Shetani hana mamlaka mingi, ila kwa sababu imeandikwa kitabu cha Revelation ya kwamba katika uso wa dunia kuna vita. Vita ni ili mwanadamu asiweze kuafikiana na Mungu na asiweze kufika kwenye hatima ile ambayo Mungu ametarajia ufike. Nataka nikwambie ni neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni anatuwazia mawazo mema na hata kuna makusudio mema katika maisha yetu. Ila unakuta ya kwamba mwanadamu, hata Bwana Mungu wa mbinguni anapomwazia mema, hata wakati alipigana vita Yesu Kristo na akatushidania, unakuta maisha ya mwanadamu haisongi vile inavyotakikana isonge. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Shetani hutumia binu badala ili kuwezesha ama kuweza kufikia mwanadamu, na ili na kuweza kumweka katika ile njia ya kwamba ile uhaki wa usawa ambao tulipata kutoka kwa Yesu, unapata hiyo uhaki wa usawa haupati. Na ile moja ya binu Shetani hutumia inaitwa mitego. Na watu hawakui waangalifu sana inapofika ni kwa mitego. Watu hawakui waangalifu sana inapofika ama kufikiria kwamba mitego imewekwa. Na ukweli ni ya kwamba mitego inawekwa kwa sababu ikiwa wewe utafanya kinyume na vile neno la Bwana linasema, kutoka pale Shetani anapata access, anapata kukuweka katika hali na viwango ambavyo Mungu mwenyewe hataweza kukutetea. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya mitego. Na ni kujulisha maneno haya nikwambia kwamba mitego huwa inategwa kulingana na imeonekana wewe utayadabali kiwango gani. Mtu ambaye hatima yake ni kubwa sana, mitego yake ni mingi. Mtu ambaye hatima yake ni kubwa sana, mitego yake ni mingi. Na mtu ambaye hatima yake ni ndogo, mitego yake sio mikubwa. Na mtego unategwa kulingana na ni wapi unatakana ufike. Psalms 91 and verse 1. Psalms 91 and verse 1 inasema, whoever goes to the Lord for safety. Whoever goes to the Lord for safety. Yani mtu ambaye anakibiria Bwana kwa usalama. Hivi ni kukwambia kwamba umenotice kuna kitu katika maisha yako kinafanyika, na umenotice ya kwamba ile usalama unatakana utafute ni usalama wa kiungu. Unaelewa ya kwamba mtu katika uso wa dunia, tuseme ni mtu ambaye amebarikiwa na mali, uko na boma yako, ukihitaji safety ya kwako, watu huweka ukuta wa mawe.
Ukihitaji safety ya kwako, watu huweka electric fence pale juu ya ukuta ya mawe. Unakuta mtu tena ameongezea mbwa kwa ajili ya safety. Lakini hizo zote haziwezi kukulinda na shetani. Hizo zote hakuna vile zitakuzuia. Whoever remains under the protection of the Almighty, maandiko inasema verse 2, whoever remains under the protection of the Almighty, verse 2 inasema, can say to him, you are my defender and protector, you are my God, in you I trust. Verse 3 inasema, he will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. Sasa hiyo mstari ya 3 imetuambia zile binu ama zile vitu shetani huwa anafanya, ati ya kwamba ikiwa Mungu utamfanya ngao ama kingo lako, atakulinda kutokana na all hidden dangers. Kuna hatari ambazo zinafuata mtu akiwa hai. Kuna hatari zinafuata Mkristo, na zinakufuata kwa sababu shetani ni adui yako. Hakuna Mkristo hata mmoja shetani anakuwa rafiki. Na kwa hivyo unahitajika mjuane na Mungu, unahitajika ujue Mungu vizuri, ndio aweze kukuokoa na mitego ya wawidaji. Ndio hiyo inaitwa all hidden dangers and from deadly diseases. Kama hautawekewa mitego, utawekewa magonjwa. Na hizi vitu zote, magonjwa ni mitego katika ulimwengu wa rohoni, ya kwamba mtu ambaye alikuwa na afya yake, na nasema magonjwa ni mitego kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ni mfanyikazi, unajifanyia kazi, kuna fedha unapata, na zile fedha umepata zinahitajika zikusaidia katika jamii yako kupanuka. Lakini unajikuta ya kwamba ulitegwa ukawekwa magonjwa, na kutokana na hiyo magonjwa fedha zote zitaishia kwa hospitali. Ama sio hivyo tu, umewekwa magonjwa, fedha zile zilikuwa zikusaidie, sasa hauwezi hata zitafuta, kwa sababu mwili ni dhaifu, umepata ugonjwa, na ni mtego tu uliwekwa, ukajikuta umeingia kwa magonjwa. Na ninaongea hivi ndivyo tuweze kuelewana, ya kwamba ikiwa utaweza kujua mitego vile imewekwa katika maisha, ni kusema ya kwamba utajiepusha. Unakumbuka wana wa Israeli wakati mmoja, mfalme aliamua kuwawekea mitego, lakini thank to God, wakati ule nabii Elisha alikuwa hai, na kila mitego mfalme anaweka, Waisraeli walikuwa wanajua. Siku moja akaitana akauliza, ni nani ambaye tuko na yeye kwa kambi yetu ambayo haiko upande wetu? Maana kila mtego tunawawekea wana wa Israeli haiwashiki, haiwanasi. Kuna mtu anawaelezea, akaambiwa kuna nabii ambaye anaitwa Elisha kule, anajua chochote unafanya, hata kile unafanya kwa bedroom yako anajua. Na kwa hivyo akasema sasa ili tuweze kushinda hii vita, ni lazima tuwidane na Elisha. In reality walifanya hivyo, igawaje hawakuweza kumweza Elisha, maana the Aramean they were trapped by Elisha himself. Na nasema hivyo ndivyo uweze kuelewa ya kwamba kama adui wa hapa duniani, kama mtu anaingia vita dhidi ya mwingine, anajua kuweka mitego, uelewe shetani anajua zaidi ya mwanadamu kuweka mitego. Na kwa hivyo ujue ya kwamba baadhi ya vitu unajikuta umeingia kwa mashimo, ni mitego umewekewa. Katika haya maisha kuna mashimo watu huingia. Unajikuta ya kwamba umeingia kwa shimo, miaka 20 imesimama, umekamatwa 20 good years, maisha yako cannot progress, maisha haiwezi soga mbele, na ni mtego moja tu uliwekewa. Na ninaongea hivi ndivyo sasa tuweze kuelewana. Maandiko inasema hivi, kitabu cha Exodus chapter 34 and verse nianzia verse 11. Exodus 34 and verse 11. Exodus 34 and verse 11. Mungu anaongea na wana wa Israeli na anawaambia, obey the laws that I'm giving you today. I will drive out the Amorites, the Canaanites, I will drive out the Amorites, the Canaanites, the Hivites, the Perizzites, the Hivites and the Jebusites as you advance. Vile munazidi kuingia Kanani, ndivyo nitazidi kuwaondoa. Verse 12, maandiko inasema, do not make any treaty with the people of the country into which you are going, because this could be a fatal trap for you. Musifanye maagano na wao. Na hivi ni kukwambia, aina moja ya mitego shetani huwa anaweka katika maisha ya watu ni mtego unaitwa maagano. Munakubaliana na mtu,
mnakubaliana na mtu, mnaweka maagano ya covenant, mnashikana mikono, mnaliombea na mnakubaliana ya kwamba you are my blood brother, na huyo mtu hamjazaliwa pamoja, you are my blood brother. Kutoka hapo huyo mtu atakuingiza kwenye jama ambazo makusudio ya Mungu katika maisha yako haitatimia. Na hivi ninataka niongee na wale watu wanaingia kwa doa ya kwamba doa ni covenant. Usishikamane na mtu ambaye wewe umeokoka. Ninakushauri usishikamane na mtu ambaye hajaokoka. Useme tutafunga doa alafu mimi nitambadilisha. Hauna hiyo capacity, hauna hiyo uwezo. Hiyo ni mtego utajiingiza ndani yake, ya kwamba utashikamana na mtu na unajua doa haina reverse. Ndio shuo sha pekee unapatiwa certificate kabla haujaingia. Ukiingia form 1 umalizie form 4, ukimaliza form 4 ndio utapewa certificate. Ukiingia university first year ama uingie college first year, ukimaliza masomo yako ndio unapatiwa sheti ya kwamba umehitimu. Lakini kwa doa unapatiwa sheti, certificate yako ya marriage ni hii, na ndio unaingia kwa doa kwa hiyo siku. Inafanywa opposite, haupatiwi baadaye. Na hivi nikukwambia kwamba mitego iliyoko katika doa hainaga reverse. Na kwa hivyo ni jukumu la kila mmoja wetu kujiangalia kabla haujaingia katika misingi ya doa, kabla haujaweka makubaliano ama maagano ya kwamba mimi nitaishi na wewe milele. Kabla haujaweka hiyo covenant, tizama yule mtu ambaye mnaingia kwa doa na yeye. Maana watu wengine Mungu hata huonya, hujaribu kukupatia warning ya kwamba hii unaingia haistahili. Haswa ikiwa ni dada anaoreka katika boma ambayo maybe iko na pesa. Yule kijana anakutaka familia hiyo haijakaa vibaya, imekaa vizuri. Ni rahisi sana udanganyike. Na Mungu anajaribu binu zote kukuogeresha na kukwambia usiingie katika hii doa, utajikuta kwenye eneo la hatari. Mungu anakuja mpaka kwa doto, anakuonyesha yule mtu anakuwa, wacha tumuite nani? Wacha tumuite James. Mungu anakuonyesha kwamba yule James ambaye anakuwa si mtu mzuri vile unamuona. Unajikuta ya kwamba umeota kwa doto James ametokezea mahali, amekuja, umeoreka wakati huo, wewe ni mke wake, maybe hata mko na watoto, na ni kwa doto tu. Mungu anakuonyesha James amekuja, ni mlevi, amekuwa violent, alafu unaamuka wakati huo anafanya vituko vyake vya ulevi. Unasema ilikuwa ni doto tu peke yake. Kumbe hakuna kitu kama hiyo, shetani yashindwe. Ili hali ni Mungu anakuonyesha, anakwambia hii ni kitu unaigiria. Anakuonyesha, maana Mungu huokoa watu wake na treatise. Na watu wengi wamejikuta maisha yao imefungwa. Unakuta ya kwamba ungeruhusiwa ufanye maamuzi mengine. Haungechagua huyo akiwa mke wako, haungechagua huyo akiwa bwanako. Ulijikuta ya kwamba mtego umekunasa. Hawa wanaambiwa na Mungu, do not make treaty with the people of the country. Usifanye maagano na watu wa Kanani, maana watakuweka, itakuwa fatal trap. Yani ni kitu kinaweza ua. Fatal ni kusema ya kwamba ni kitu kinaweza malizana na maisha yako. Na watu wameingia kwa mitego. Unajikuta ya kwamba ni biashara umeanzisha, lakini hiyo biashara ni mtu mwingine alikwambia ni biashara mzuri. Wewe umeokoka, biashara kama hiyo haikufai, maana inahusisha hogo mingi ili iweze kuoperate. Ni kweli iko na fedha, lakini ili iweze kuoperate ni lazima uhoga kila mahali, lazima utoe fedha zako kila mahali. Na kwa hivyo unajikuta hata Mungu anakuonyesha kwa doto, achana na hii biashara. Ama anakutumia mtu, anakuambia hii biashara unataka kuingia, unaijua vizuri, alafu unasema ya kwamba huijui, mwisho unajikuta umeingia ndani. Either fedha zako zitakwama, ama unakuta hiyo biashara umeingia ndani yake inasababisha ifanyike usiku. Na wewe ni mwanadada, wewe ni mke wa mtu, ni mtu ambaye ameoreka, na kwa hivyo biashara yako haiwezi fanyika mchana kwa sababu ya vile hali ya biashara hiyo inakaa. Lakini si ati haukuonywa, ni mtego uliwekewa. Mtego unapokuta kuna kitu unapenda na moyo wako kupita ile hali ya ukawaida, let me tell you, kuna uwezekano mkubwa hiyo ni mtego. Unapenda kitu katika ile hali sio ya kawaida. You love something excessively. Katika nyumba ya Daudi kuna kijana anaitwa Amnon. Alipenda msichana anaitwa Tama, a step sister. Akampenda kiwango cha kwamba anagojeka kwa sababu ya hiyo upendo. That is not normal. Kuna mtego hapo. Na hiyo mtego ndio ilisababisha huyu kijana anaitwa Amnon akufe. Hiyo mtego ndio ilileta kifo katika maisha yake. Let me tell you, unapoona unapenda kitu zaidi ya ile uhali wa kawaida, kuna mtego ndani ya hiyo kitu.
haina ukawaida. Na kwa hivyo uelewe hivi, kuna mitego shetani anaweka kwa nafsi. Ndio hawa wanaambiwa msikubali kuweka maagano na wao. Mkishaingia hiyo nchi ya Kanaani ninawaahidi, msikubali kabisa kuweka maagano na wao. Maana mkiweka hiyo maagano, uhalisia ni huu ya kwamba it will be fatal. Maisha yenu ama uhusiano wenu na mimi utaisha. Na ni vizuri uelewe ya kwamba wana wa Kanaani walifukuzwa katika ile nchi yao kwa sababu ya mambo waliokuwa wanafanya. Unaposoma kitabu cha Numbers, I think ni chapter 18, maandiko inasema ya kwamba ardhi iliwatapika. Yaani wamefanya vituko mpaka mshanga wenyewe, ardhi yenyewe ikawakataa. Ikasema hawa watu waondolewe kwetu. Na kwa hivyo ilikuwa imefika ni wakati lazima waondolewe. Na ndio Mungu anawaambia, mkifanya hizo vituko ambao wao wenyewe walifanya, ardhi ikawatapika, kuna uwezekano mkubwa na nyinyi ardhi itawakataa. Na ilifanyika hivyo, maana walifanya treaty hata kama wameonywa na Mungu. Na mwishowe baada ya miaka 400 wakajikuta ya kwamba wamepelekwa Babylon katika nchi ya utumwa. Walitapikwa na ardhi mpaka Mungu anasema wale wako destined kukufa kwa upanga watakufa kwa upanga, wale wako destined kukufa kwa mishale watakufa kwa mishale. Lakini uhalisia ni huu, wataondoka katika hii nchi. Mpaka Mungu hapa kitabu cha Yeremia anasema ya kwamba hata Musa asimame mbele yangu ama Elia, sitabadilisha hatima yao imefika. Ni kwa sababu gani? Waliwekewa mitego ambao walikuwa wameonywa na wakaenda kinyume na vile walikuwa wameelekezwa, na kutoka pale maisha yao ikawa imebadilika. Nataka nikwambie hivi, unapojikuta unapenda kitu fulani, mtu ambaye anatafuta usawa ndani ya Mungu, ukiona kitu na kinakaa enticing, mtu huenda kwa Mungu kuomba ushauri. Mtu huenda kwa watu wa Mungu kuwauliza ninafikiria hivi. Na ni mtu ambaye maybe unaaminia kwa moyo wako, ni mtu ambaye mmepelekana katika njia fulani, unajua huyu hawezi nipoteza njia, huyu hawezi nidanganya, huyu hawezi nitoa katika wema na katika ile njia ambayo ni ya ukweli. Unamwambia na hii kitu natamani, nataka uniangalilie kama hii njia ni ya uhalisia ama hii njia ni ya usawa. Kwa sababu shetani hutumia mbinu ya mitego. Mitego sio katika maisha ya ndoa peke yake, mitego sio kwa kazi peke yake, mitego ni aina mingi. Kuna mtego ambao huo Musa aliwaambia making treaty. Kuna mtego mwingine inaitwa mtego ya marafiki. Usiweke, kuna mtego unaitwa marafiki. Exodus chapter 23 and verse 32. Mtego wa marafiki na unakuingiza kutumikia miungu ingine. Maandiko inasema do not make any agreement with them or with their gods. Do not let those people live in your country. If you do, they'll make you sin. They'll make you sin. Do not let those people live in your country. If you do, they will make you sin. Nataka nikujulishe ya kwamba ni vizuri kuwe mwangalifu wakati unachagua marafiki. Maana kuna watu ukijiingiza na wao katika maisha, they will make you sin. Watahakikisha ya kwamba umetenda Mungu dhambi. Na kwa hivyo mtu ambaye anahitaji kuwa Mkristo kamili, mtu ambaye anatafuta Mungu katika njia za haki na za ukweli, mtu ambaye anahitaji kwenda sehemu ya mbali katika maisha haya, mtu lazima akuwe mwangalifu. Ni marafiki wa aina gani unatembea na wao? Kuna mtu mkitembea na yeye mnakosana na Mungu. Katika kitabu I think ni Wafalme ama Chronicles, moja hizo vitabu, either Wafalme ama Chronicles, kuna mtu Mungu anasema kwa sababu umeamua fulani akuwe rafiki yako. Ni mfalme anaambiwa na Mungu, kwa sababu umeamua fulani akuwe rafiki yako, na mimi nitaharibu vitu zako. Maana huyu mtu mimi najaribu kupigana na yeye nikiwa Mungu nimmalize, lakini wewe umeamua kumsupport. Na kumsupport ni mimi unapinga. Mungu akasema na wewe nitamaliza mali yako. Maana nikimaliza mali yako, support ile unampea itakosekana. Na kwa hivyo anamalizwa kwa nini? Yeye hawajakosana na Mungu. Anaambiwa nitakumaliza kwa sababu ya rafiki. Umechagua rafiki wa aina gani? You need to choose very wisely. Ni nani utatembea na yeye? Kuna mtu ukitembea na yeye katika haya maisha, let me tell you, hautaona bingu. Na ni mtu ni rafiki. Kuna mtu ukitembea na yeye katika haya maisha, mnakosana na wazazi wako, na mzazi ni wa muhimu kuliko mtu huyo. Kuna mtu mkitembea na yeye katika haya maisha, unafutwa kazi, hauwezi tulia kwa kazi. Kuna mtu mkitembea na yeye katika haya maisha, fedha zako zinamea mabawa, zinaenda, fedha humea mabawa. Na ni mtu.
Mumejiigizana na mtu hivi, fedha kutoka pale zinamea mabawa, na ni mtego. Hawa watu wote ninakuelezea ni mitego shetani huwa anawekea watu. Na kwa hivyo ni vizuri ujiangalie wewe mwenyewe, ni nani huyu tunatebeaga na yeye. Kuna mtu mkitembea na yeye unakuwa mlevi, unaanza kulewa, na wewe ulikuwa mtu wa kanisa, ulikuwa mtu wa Mungu. Kuna mtu mkitembea na yeye ndoa yako inavujika, kutoka pale you don't have a marriage, na ni mtu tu ameingia katika maisha yako. Shetani ni mwangalifu sana. Na ni vizuri nikwambie hivi, na wewe unahitajika ukuwe mwangalifu zaidi, maana kama haya maisha utakuwa na ushindi wa nguvu ya Mungu, ni lazima ujishunge ni watu wa aina gani huwa unachagua, ni watu wa aina gani unatembea na wao. Kuna mtu ukitembea na yeye kazini unapewa demotion, badala upromotiwe unakuta ya kwamba umeshushwa cheo. Kuna mtu ukitembea na yeye magonjwa inakuandama, na ni mtu tu, ni mtu unafanyika rafiki yake, kutoka pale unaanza kuojeka. Ni vizuri Mkristo ama mtu ambaye anatafuta Mungu akuwe mwangalifu aina ya ile watu unatembea na wao. Nao hii inasema ya kwamba do not let those people live in your country. If you do, they will make you sin against me. If you worship their gods, it will be a fatal trap for you. Ukiabudu yule Mungu anamwabudu ni mtego tayari kwako. Na kwa hivyo unatakikana ukuwe mwangalifu, maana hakuna kitu cha hatari kama Mungu anataka uabudu mahali fulani, lakini rafiki anakuambia Mungu alikuambia nenda mahali fulani, nenda kanisa inaitwa hivi, hapo kuna dawa yako ya maisha, kuna mshugaji huyo nimepea hiyo dawa ya maisha. Lakini uko na rafiki yako fulani, naye anakuambia hiyo kanisa hapana, kumbuka sisi tunafaa kwenda hivi, kumbuka kanisa ya hakuna kitu kama kanisa ya family. Mungu ni Mungu wa mtu individual. There is my God. Ndio Paulo anaambia watu wa Filipi, add my God, add my God. Kuna Mungu wa Paulo, add my God shall supply. Anamwambia add my God shall supply. Kuna Mungu wa mtu, kuna uhusiano wa mtu na Mungu wake. Ninakwambia maneno haya ndio uweze kuelewa ya kwamba kuna mtu mkishikana na yeye, hata ile ibada utatoa mbele ya Mwenyezi Mungu itakuwa ibada haijakubalika. Na nikuelezea ya kwamba sio ibada zote Mungu anakubali. Hiyo ibada utatoa mbele ya Mwenyezi Mungu haitakubalika kwa sababu ya kutembea na mtu fulani. Elewa hivi, Mungu haabudiwi kwa design moja, Mungu haabudiwi kwa design tofauti. Na kwa hivyo kuna mtu mkishikamana na yeye atakufundisha ibada ya Mungu wao, na wewe uko na Mungu wa kwako, na kwa hivyo utafuata ibada za Mungu wao, usifanye kwa Mungu wa kwako na zitakataliwa. Tizama kitabu cha Wafalme. Mfalme mmoja akawa ameigiriwa na mfalme mwingine. Alipoigiriwa akaitisha msaada kwa mfalme wa Damascus, akatumana nenda Damascus uambie mfalme wa Damascus anisaidie kwa hii vita. Mfalme wa Damascus akamsaidia, na alipomsaidia akashinda vita. Aliposhinda vita akaenda Damascus kusema asanti, ulinisaidia. Alipofika Damascus akakuta kuna hekalu pale ya Mungu wa pale na sio Mungu wa biguni. Elewa, huyu ni mfalme wa Israeli, akona madhabahu pale ambayo ilikuwa imejengwa na Solomon, lakini hapa ameenda amekuta mfalme wa Damascus akona madhabahu ya kwao. Akapendezwa sana na hiyo madhabahu, akatumana kule kwao, akasema mnijengewe madhabahu ingine katika ile hekalu Solomon alijenga kona ya pili. Madhabahu moja iko pande ile ya Mungu, madhabahu hiyo ingine iko pande hii. Ni nini imefanyika? Ameingizwa katika hiyo hali na rafiki, ndio anatumana Mungu wa biguni katika hekalu yake kujengwa madhabahu ingine aitumikie. Na akasema hivi, nikitaka kujua kuhusu Mungu nitauliza katika ile madhabahu ya Mungu, na nikitaka kutoa sadaka zangu nitatoa katika hii madhabahu nimejenga. Ameingizwa katika hiyo hali na urafiki wa mfalme ambaye alimsaidia. Kumbe misaada hii imetoka kwa huyu mfalme, ni mitego katika maisha yake. Akaanza kuabudu miungu ingine, na alikuwa anajua Mungu wa kweli. Na ni nini imesababisha? Ni mtego umewekwa katika maisha. Kuna mitego inawekwa na marafiki, na kuna mitego inawekwa ya kuabudu Mungu. Mitego ni ya aina mingi. Mitego inasababisha watu waongee kitu fulani. Unawekewa mtego wa mawazo, unasema mimi 2026 mimi ikifika June
mimi nataka sitaki hii kazi ya kuajiriwa. Nataka nifanye biashara zangu. 2026 ikifika June, mimi sitaki hii kazi ya kuajiriwa. Nataka nikuwe nimejikusanya nimefanya biashara zangu. Ni sawa, umeongea hivyo. Nayo ikifika 2026 mwezi wa 5, mahali unafanya kazi, bosi amependezwa na wewe. Anasema fulani mshahara yake iwekwe double. Unaongezewa mshahara, inawekwa double. Bosi amesema hivyo. Sasa ukiwekwa mshahara double, utafanya kazi mwezi mmoja uresign. Huwezi fanya mwezi mmoja uresign. Unasema mimi nitasogesha. Sasa baicha haijakaa vibaya, maana salary yangu imeongezewa. In reality naye shetani anaingia katika hiyo boma. Anasema hii boma alisema mwisho wa kuajiriwa ni mwezi wa June. Juni imefika, kwa hivyo anatafutiwa haki za kufutwa. Paka wewe mwenyewe unashindwa. Sasa nimeongezewa mshahara juzi na nimeanza kuigiriwa. Ni kwa sababu uliwekewa mtego bila kujua. Na ukasema Yakoba ikifika June hautakuwa kwa kazi. Mwisho unajikuta hauna kazi, umefutwa na vitu mingi za kwako hujapanga vizuri, na ni mtego iliwekwa ya mdomo. Mtego ya mdomo ikiwekwa, mtu hulaani bwanake. Unasema na huyu bwana ni kisirani, huyu hawezi jisaidia. Unaposema hawezi jisaidia, elewa wewe ni bwana ya huyo mtu. Kwa hivyo na nyinyi mmeshikanishwa na Mungu. Watu wawili ni kitu kimoja. In short, ni kwako unalaani. Maneno yako ni mitego. Imeweka laana katika maisha yako. Msichana akiwa mdogo akijiangalia akijiona yeye ni mrembo, anasema mimi nitakapokuwa mkubwa mimi nitaolewa na mzungu. Ni sawa, lakini sasa ni mzungu gani yako Meru? Atakuwa hapa Meru. Ni mzungu gani unaona Meru? Meru hakunanga wazungu. Unasema hivyo na uko Nyeri. Mzungu gani yako Nyeri? Unasema hivyo na uko Embu. Mzungu gani yako Embu? Unasema hivyo na uko Murang'a. Mzungu gani yako Murang'a? Unakuta kutoka pale maisha yako shetani anagojea hiyo maneno ufikishe miaka sasa ya kuoreka. Na kwa sababu hakuna mzungu ako karibu, unashukuriwa na Mwafrika. Siku ile shetani ataingia katika hiyo doa, akute hakuna mzungu. Kutoka hapo doa mpaka unaenda kwa washugaji wote ukiobewa. Pastor niobe, bwanangu ni mzuri. Mimi sijui ni pepo gani imemuigia, hataki kuniona. Pastor niobe, bwanangu na hakuna kitu kimeharibu bwanako, ni maneno uliogea ikawa ni mtego katika maisha yako. Hata wengine wameogea mitego ya biashara. Mimi nataka kufanya biashara aina fulani, na kama sio hiyo biashara sitaki ingine. Mwishowe unajikuta ya kwamba hiyo biashara hauna capital ya kuifikia. Umesema unataka kufanya biashara engineering. Biashara engineering, mashini moja ya engineer inataka almost half a million, na hiyo pesa hauna. Sasa inabidi uandikwe kazi zingine ndio ufikishie ile level ya kufanya hiyo biashara. Na hizo kazi ukiandikwa, shetani anakuja, anagoga, unafutwa. Umefutwa kwa nini? Uliwekewa mtego kwa mdomo, ukaogea maneno ambayo yasiyofaa. Maandiko inasema Psalms, I think in 106, kuna mahali inasema, I think verse 32, inasema katika maji ya Meriba kikamharibikia Musa. Katika maji ya Meriba kikamharibikia Musa. I think in Psalms 106 and verse 32. Yes, inasema at the springs of Meriba the people made the Lord angry, and Moses was troubled on their account. Verse 33 inasema they made him so bitter that he spoke without thinking. Musa akakasirika sana, akaongea bila kufikiria. Kumbe ilikuwa mtego. Musa akakasirika, akaongea bila kufikiria. Watu hukasirika, anaongea bila kufikiria. Unakasirishwa na your husband, unasema afadhali ya kufe kuliko kuishi na mtu kama huyu. Waasha, hiyo hasira itaisha. Na baada ya miezi miwili mzee anakuwa mzuri. Baada ya miezi mitatu mzee mambo yake inakaa vizuri. Baada ya mwaka paka unajikuta ukisema doa yangu imekaa vizuri, bwanangu amebadilika. Anaanza kutafutiwa kifo, maana wewe mwenyewe ulisema akufe. Tizama, maandiko inasema ya kwamba Jacob akatoroka kwa Labani usiku. Hii ndio nitamaliza nayo. Jacob akatoroka kwa Labani usiku, na mke mmoja wake anaitwa Lesho akaiba miungu ya babake, akaiba miungu ya Laban. Mke anaitwa Lesho, yule ambaye Jacob alikuwa anapenda sana, akaiba miungu ya Laban, akaiba miungu ya babake. Laban alipomfuata akaambiwa na Mungu, usiulize Jacob kitu chochote kizuri ama kibaya. Laban akasikia,
aliambiwa usiku. The following day akawafikia mahali walikuwa, akamwambia, isipokuwa ni Mungu amenionya ningekuonyesha kitu wewe. Isipokuwa ni Mungu amenitokezea jana usiku akasema nisikuuliza kitu chochote kizuri ama kibaya, ningekuonyesha wewe. Lakini akamwambia, hata hivyo, hata kama nimeonywa, mbona ukachukua miungu yangu? Sasa basi, kumbe ni mtego. Jacob akakasirika, maana yeye anajua hakuchukua miungu. Akasema, na yule amechukua miungu yako na akufe. Nani anachukua miungu yako hapo? Tafuta kama utaipata. Yule alikuwa amechukua miungu mahali alikuwa amekalia puda yake, akakataa kuinuka, akakalia hiyo miungu. Akaambia babake, unajua ya kwamba mimi ni mwanamke na niko wakati ule wanawake hutembelewa na hali zao, naomba nisisimame mbele yako, niruhusu tu niketi. So mzee alitafuta miungu yake, hakuipata, na ili hali ni mke amekalia. Kumbe ile maneno ya bwanake ilikuwa mtego. Mama huyo alikuwa mjamzito, alipoenda kujifungua alikufia pale kwa meza ya kujifungulia. Nini imesababisha? Mitego. Aliyeshukua miungu yako na akufe. Ikawekwa katika mitego ya Bwana ya Jacob, akalaani mke wake bila kujua. Na mimi nataka nikuulize, ni mitego gani umewekewa inasababisha maisha yako hata uobewe na washugaji, maisha yako haibadiliki? Lazima uelewe mtego uko wapi, na mtego ikijulikana iko wapi, inanasuriwa ndio maisha yako iweze kukaa vizuri. Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji ambaye amenitizama. Ninamuitishia kibali na neema yako na kutangaza ya kwamba kila mtego amewekewa haitasimama mbele yake, kwa utukufu wa jina lako. Uinuliwe Bwana, kwa sababu wewe ndio unahurumia watu wako na kuwafungulia. Maandiko inasema Psalms 91 ya kwamba unaokoa watu wako kutokana na mitego ya wawindaji. Na kwa hivyo ninatangaza, yeyote ambaye amewekewa mitego haitasimama, kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa, umetenda, uinuliwe na uhimidiwe, kwa kuwa wewe ni Bwana, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you. Ninaitwa Pastor Raphael, mchungaji wa CFM Makutano. Ukitaka kunifikia unaweza nipata kwa hii namba 0725 947795. Ukitaka kunifikia unaweza nipata kwa namba 0725 947795. Ukitaka kupeana support unaweza peana support kwa paybill ya kanisa ya CFF 222118. Unaweza peana support kwa paybill ya kanisa ya CFF 222118, account number 7238#, na utabarikiwa. May God bless you. May God be with you. Bye bye.